صلي وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم مؤلف فقه الله تبارك وتعالى katika somo letu la jana alitueleza masala ya najisi. Tukaona kwamba najisi ni uchafu ambao ni wajibu kwa Muislamu ajiepushe nao, na tukataja mambo kama 8 miongoni mwa hizo najisi. Nataka tuyahesabu moja baada ya lingine, tukasema ni nini anayekumbuka. Naam. Damu. Amejibu damu, lakini kuna kitu kakiacha. Damu iliyomwagika inayomwagika. Sawa sawa. Hii ni damu inakusudiwa ni ile inayotoka. Sawa. Pamoja na ikhtilafu za ulama katika hiyo damu, lakini ieleweke hivyo, sababu damu wewe uko nayo. Baadhi ya wanachuoni wasema yufa qalili, inasamehewa ile kidogo yake, lakini inakusudiwa damu. Kama ni kwa mnyama akachinjwa, ile damu inayotoka, wewe binadamu katokwa na damu. Kuna ambao katika maumbile yao wanatokwa na damu, ambao wanawake, ile inakuwa inaitwa damu al-hayd, damu ya hayd, damu masfuh. Damu masfuh ni ile inaomwagika, kwa maana inatoka sehemu, kama ni kwenye kidonda, mtu kwenye jeraha, ile ndio inayokusudiwa. Sawa sawa. Naam, nyingine anayekumbuka kinyesi cha nini? Haiko katika lazima uiweke ta'liq, yani haipo katika itlaq. Itaja damu sio kila damu, itaja kinyesi sio kila kinyesi. Kinyesi cha ng'ombe ni tahara, kinyesi cha mnyama ambaye atutumie katika masuala ya kula. Na tumesema kinyesi cha mwanadamu au mnyama yoyote ambaye haliwi. Hivyo ni vitu muhimu sana kuzingatia, ndugu zangu. Sawa sawa. Kinyesi cha mwanadamu au mnyama ambaye haliwi nyama yake ni najisi. Tunaelewana? Ina akhar mwingine. Na huyo naye pia lazima tusiwe na itlaqiyya. Tumesema lahmul khinzir, nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe apendwe atakapopendwa, aliwe atakapoliwa, lakini ni najisi. Sawa sawa. Apende mwenye kupenda, achukie anayechukia, lakini nguruwe kwa sisi Waislamu ni najisi. La taqrabuha, msimkurubie, ni najisi. Sawa. Naam, mwingine lu'abu al-kalbi, ute wa mbwa. Ute wa mbwa, ukiingia katika vitabu vya fiqh za kishafi watatoa maelezo mengi. Sawa sawa. Watazungumzia manyoya, watazungumzia kwato zake, lakini sisi tunasema ule ute wa mbwa. Sasa hivi nchi zetu ustaarabu umekuwa mdogo, watu wanaiga maisha ya kiulaya, ya kizunguzungu, ya kimagharibi, wanatembea na majibwa. Jiepushe na majibwa. Kiingia kwenye daladala unakuta mtu ajifanya mzungu, anajibwa lake aliongesha kizungu, oh my popi si nini, we shuka, achana naye. Mwambie yule dereva, mwambie konda, kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, huyu mbwa anavyotunusanusa hapa ni najisi. Mbwa anafugwa kwa mambo makuu mawili: awe ni swait, awe ni wakulinda, au mlinzi. Awe ni wakulinda, yani kuwinda, sawa sawa,
awe ni mbwa kwa ajili ya kuwinda, kwa maana anawinda wanyama analeta, au kamweka mlinzi kwa nyumbani kwako. Ila pia wanalimaga, na mbwa wanalima, sio wanatumika kulima, ikiwa ni sahihi, lakini kwa kazi hizi tu. Lakini ana masharti maalum. Hata kama akiwa anafugwa mbwa, huyo ni wa ulinzi na kulindia, ana masharti maalum. Majibu ya kisasa watu sijui wanalala nayo vitandani, jibu linakaa kwenye sofa, tunaambia linaangalia TV. Yaani watu wamejitoa, ni ile kwamba tuko katika kizazi ambacho kimepinda, generation zero, kizazi kisichojielewa. Kwa hiyo mtu anatembea na jibu akalibeba hivi kama mtoto, analibusu mdomo na mdomo wake. Haifai, ni haramu kabisa ala al-itlaqiyya. Uislamu hautufunzi ustaarabu huo. Waambieni Waislamu wenye kufanya hivyo wajue kwamba wanakiuka maadili na kanuni za Uislamu. Lakini kuna mzoga, tumeona kuna matapishi ya mwanadamu, hivi vyote ni katika najisi. Leo naingia somo ambalo lina umuhimu wa aina yake, na tutalisoma kwa utaratibu. Muda ukiisha, inshallah tutaendelea. Nasema muallifu rabi'an, adabu qada'il hajati. 4, adabu za kukidhi haja. Almuradu bil adabi, kinachokusudiwa katika hizo adab, hiya al-umuru al-mustahabbatu shar'an, ni mambo yenye kupendeza kisheria. Hiya al-umuru al-mustahabbatu shar'an, ni mambo yenye kupendeza kisheria, ambayo mambo hayo yanatakikana ayafanye mtu. Wa qada'ul hajati, na huko kukidhi haja, al-maqsudu bihi, kinachokusudiwa hapa atabawulu watabarruzu, ni kwenda haja ndogo au haja kubwa. Sawa, ni kwenda haja ndogo au haja kubwa. Mtu akaenda kukidhi haja ndogo au kubwa, ndio inaitwa kukidhi haja. Anatoa faida, anasema wal islam umuman, Uislamu wote kwa ujumla, yuhibbu ikhtiyara al-alfadhi, unapenda kwamba mtu achague matamko almuhadhabati allati la tu'dhi almashaa'ir, uchague matamshi mazuri yaliyotoholewa ambayo hayaumizi hisia. Sawa, yani sawa, mtu anakaa hapa mbele anazungumza masala ya kwenda kukojoa, si ndio? Inakuwa ni kitu chenye kuumiza nini, hisia, hakiko kibusara. Au wakataji hiyo haja kubwa vile watu ilivyo kwamba wanavyohitaji kwenda yani inakuwa kidogo haileti nini, murua. Sasa huu Uislamu pia unafunza watu wawe na tafsida, wapunguze ukali wa maneno. Kanuni hii baadhi ya walinganiaji wanaikataa, sema hapana, dini yetu ya Kiislamu haitaki mtu aone haya, taja wewe, sema tu. Kwa hiyo wanabomoka kweli kweli, wanajiachia na maneno ambayo hayapo, maneno ya kuchekesha. Lakini Uislamu unatuambia tupunguze ukali wa maneno ili tusiudhi hisia za watu wengine. Tunaelewana? Huwa kadhalika lam yatruk lilmuslim saghiratan wala kabira, kadhalika Uislamu haujaacha kwa Muislamu mdogo au mkubwa, illa wabayana lahu ma yataallaqu biha, isipokuwa umembainishia yale yanayofungamana naye. Waqaddama lahu alhuda fiha, na Uislamu ukamtangulizia ukamtangulizia muongozo katika hilo. Hakuna jambo lolote lililoachwa katika dini, liwe dogo au kubwa, kwa mdogo au kwa mkubwa, Uislamu umetoa muongozo juu ya jambo hilo. Nasema waliqadai alhajati adabun, katika kukidhi haja. Sasa mshaelewa kukidhi haja kwa kusudiwa nini? Kule kwenda mali watu, kuna adabu miongoni mwazo.
Jambo la kwanza, alistitaru, kujistiri. Hiyo ni adabu muhimu sana. Angalia wale wanyama, binadamu ambao akili zao, roho zao zimebadilika kama wanyama. Mtu atembea tu, mwanamume mtu mzima ana watoto, anaheshimika, anatembea tu hivi, akajisikia haja, anasimama pale, anaelekeza bomba kule, anakidhi haja kwa kusimama. Yani anaonekana kabisa yule pale anakidhi haja. Sio ustaarabu. Jambo la kwanza kabisa katika adabu qada'il haja, alistitaru, kujistiri, kujificha angalau. Walmuradu bihi an yabta'ida almuslimu 'ani nnasi, muislamu na watu wote kwa ujumla takiwa ukikidhi haja ujiepushe na kuonekana na watu, ujiweke mbali na watu. Hatta la yusma' lahu sawtun, isisikike hata sauti, au tushamma lahu raiha, au ikavutwa na ikanuswa harufu, isisikike hata harufu. Au tadhhara auratahu linnas, au hadharani mbele ya watu mtu anakidhi haja. Huyo atakuwa sio mtu sahihi, atakuwa sio mtu wa busara, atakuwa ni mtu mwenye mapungufu makubwa, labda mlevi, mtu katoka shamba huko, hawana ustaarabu, anaishi porini, labda iwe hivyo. Lakini leo katika ulimwengu tulioko nao, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jambo hili halizingatiwi. Watembea tu mtu kando kando ya barabara, njia hapo hapo, angalia kuna watoto, kuna wakina mama, kuna hapo anakidhi haja. Huyu mwanamama angalia kuna watoto, kuna wanaume, hapo yeye anainama hapo, atachumaa, anakidhi haja. Huu si ustaarabu. Lazima ujiweke mbali na kuonekana na watu, usisikike wa hakadha yani. Na hivi ndivyo dini yetu inavyotufundisha. Hiyo ni adabu namba moja. Adabu namba mbili, alisti'adha, kujikinga kwa Allah tabaraka wa taala. Wadhalika biqawli almuslim, na hivyo kwa kauli ya muislam, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Hiyo ni dua ya kuingia msalani, chooni. Sawa sawa. Inasemaje? Allahumma, semeni Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi amepokea Bukhari na Muslim. Wadhalika qabla dukhulihi ila dawrati al-miyah, na hivyo ni kabla ya kuingia kwake kule chooni. Wal khubuth, na huyo khubuth unaojikinga naye, khubuth dhukuru shayatin, ni vidume vya kishetani, ni mashaitani wa kiume. Wal khaba'ith inathu shayatin, mashaitani wa kike wanaishi chooni. Jikinge kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na mashaitani hao. Usisahau, hilo ni jambo muhimu sana. Jambo la tatu, dukhulu dawrati al-miyah, kuingia huko chooni. Wa msalani bil qadam al-yusra, kwa mguu wa kushoto. Wal khuruju bil yumna, na ukitoka utoke kwa mguu wa kulia. Namba 4 katika adabu, adamu dukhuli al-hammam, usiingie huko hammam, msalani, chooni. Wa ma'aka shay'un fi dhikrullah, na una kitu ambacho kina utajo wa Allah, mithlu, mfano mushafi, msahafu, al-adhkari, adhkari, kitabu au karatasi na adhkari, lafdhi al-jalalati, au kitu chochote kilichoandikwa jina la Allah aliyetukuka. Tambii muhimu kwamba ikiwa sehemu hiyo huiamini kutokana na hali ya wizi na kupotea vitu vyako, basi unaruhusiwa kwa dharura hiyo kuingia nayo.
Maana mushkili unatokea pia, watu wanaacha vitu vyao, mtu anakuja anasahau. Sawa sawa, mtu anaacha kitu anakuja anasahau. Kwa hiyo ikiwa una mushafu usiingie nao chooni, adabu. Ikiwa una kitu kina adhkari ndani yake, kimeandikwa adhkari, chochote kile kisiingie chooni. Ina jina la Allah tabaraka wa taala, usiingie chooni kwa kitu na kitu hicho. Hiyo ni pete, au kama wakina mama wanapaaga mikufu si nini na nini, Allahu aalam, basi haifai kuingia na vitu hivi chooni. Namba 5, as-samtu hala qada'i al-haja. Muislamu atakiwa unyamaze. As-samtu, unyamaza. Hala qada'i al-haja, wakati wa kukidhi haja utakiwa unyamaze. Si wale wengine kwamba yuko chooni anatoa maagizo, bwana vipi huko, mara kapokea mtu simu yuko chooni, bwana hali yako bwana vipi bwana, ndio hivyo alivyosema bwana, huyo mtu yuko wapi anaongea, yuko chooni huyo, yuko uwani huyo. Namba 5. Namba 4 ni adamu dukhuli al-hammami wa ma'aka shay'un fi dhikrullahi. Sawa, tumeanza namba 1 istitaru, namba 2 isti'adha, namba 3 dukhuli dawrati al-miyahi bil qadam al-yusra wal khuruj bil yumna, namba 4 adamu dukhuli al-hammami wa ma'aka shay'un fihi dhikrullahi mithlu al-mushaf wal adhkar lafdh al-jalal. Namba 5 as-samtu, kunyamaza, hala qada'i al-haja, wakati wa kukidhi haja, wa adamu raddi as-salam, na usimrejeshe mtu salamu. Tukaje nyumbani huko uwani, asalamu alaykum, wa alaykum salaam wa rahmatullah, au dhikri, au mtu akaleta utajo wote, umetokea kitu unasikia mtu anafanya subhanallah, Allahu akbar, yuko uwani, haifai. Au tardidi al-adhan, au adhan ikadhiniwa, Allahu akbar, naye Allahu akbar, yuko wapi? Chooni, haitofaa. Wa idha atasa al-muslim athnaa qada'i al-hajat fa innahu yahmadu Allah fi qalbi, na hata mtu akipiga chafi akiwa chooni atakiwa amhimidi Allah moyoni mwake. Wala yaqulu dhalika bilisani, na asiseme kwa ulimi wake kwamba amepiga chafi alhamdulillah, yuko wapi? Chooni, la, haitofaa. Limefahamika? Namba 6 tahrimu qada'i al-hajati fi at-tariq al-'am, uharamu wa kukidhi haja katika njia wanaopita watu. Tariq al-'am, njia ya watu wanapita hapo, au fi dhilli shajaratin, angalia Uislamu ulivyokuwa mzuri, au katika kivuli cha mti, hujui nani atapumzika hapo. فالإسلام ينحى ويحرم الإضرار بكل صوره وأشكاله. Uislamu unakataza na unaharamisha madhara kwa kila sura na shakli yoyote ile. Kwa hiyo ni haramu kukidhi haja njiani. Tembea tu mtu njiani, kasikia haja iwe ndogo au kubwa, kasogea pembeni tu hapo kakidhi haja, la, haifai. Wale wenye kupita wakiudhika na ile haja, basi na wewe unalaaniwa. Kwenye kivuli cha mti watu wanapumzika, wewe pale pale unaenda unakidhi haja hata kama umezidiwa, la. Au kwenye mti wa matunda, mtu pale pale chini anaenda anakidhi haja, maskini watu wanakuja, matunda yanadondoka, wanakula, kumbe wakula kinyesi. Angalia Uislamu unavyofundisha. Huu ndio Uislamu. Yule ambaye hafanyi hivi anakuwa ni Muislamu lakini haujui Uislamu. Tumeelewana uzuri? Namba 7 adamu al-bawli fil maghtas hammam as-sibahat au ma yu'rafu al-bany, mtu asikidhi haja ndogo kwenye sehemu za kuogelea kama swimming pool ndani mle, hamami sibahat au ma yu'rafu bi bany, au mtu akakidhi haja bafuni. Mtu asikidhi haja bafuni, sawa? Asikidhi haja mtu bafuni, yani sehemu ambayo imewekwa kwa ajili ya kufanyaje?
kuoga. Hii imetengwa ni kwa ajili ya kuoga. Mtu akifika pale akawa anakidhi haja, hiyo haitakikani. Au ile anhari, au kwenye mito, kwamba pale pale kwenye mto mtu akatoa bomba anaelekeza kwenye mto kule, haifai. Waturai, na kwenye mifereji, fereji inayopitisha maji, pale pale mtu akaamua anaelekeza kule kule, anakidhi haja kwenye mifereji. Allati yastafidu minha an-nas, mifereji hiyo watu wanaitumia kwa matumizi yao mbalimbali na wanapata faida kwa matumizi yao. Inshallah muda wetu umeisha, tuishie hapo, tutamalizia kesho biidhnillah tabarak wa taala. Kubwa tu somo hili ni muhimu sana, takiwa tujilazimu na tufikishie jamii ili wafahamu kwamba Uislamu ni dini ya ustaarabu. Uislamu unafundisha kila kitu, kama tulivyoona mwanzo kwamba Uislamu Uislamu haujaacha kitu kidogo au kikubwa, unakielezea, tofauti na dini nyingine hukuti vitu hivi vinaelekezwa. Kwa hiyo yule atakayefanya kosa ajue kwamba yuko mbali na Uislamu, bali Uislamu unatuelekeza mpaka adabu za kukidhi haja. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.